Naam, tunasonga mbele msikilizaji. Karibu sana katika sehemu hii ya 34. Ninakuomba sana msikilizaji jamani, bado tuna safari ya kuzidi kuipushi hii channel yetu mpya, na nizidi kukushukuru wewe ambaye umesha subscribe channel hii, umeshaweka alama ya kengele, yaani umeshabonyeza pale alama ya kengele ili ninapokutumia simulizi basi uwe wa kwanza kupata taarifa. Kila siku unapokuwa unachelewa kwenye kucomment, basi fahamu ya kwamba hujabonyeza alama ya kengele, okay? Kwa hiyo kama wewe bado hujasubscribe, ninakuomba sana jamani, ili tuweze kufika mbali zaidi. Sawa Yes. Na usisahau kucomment pia Aisee, tulipoishia sehemu ya 33 ni watu watatu waliopo ofisini ambao ni Eliza, Hamza pamoja na Regina. Na Regina alikuwa anamuuliza baadhi ya vitu Eliza kuhusiana na kwamba kwa nini anaona kuna ugumu sana kuwa vice president wa kampuni. Baada ya Eliza kujibu ya kwamba ni kwa sababu hajaingia kwenye hiyo kampuni kwa muda mrefu, na hata kama akisema kwamba afanye hivyo hakuna ambaye anaweza kumwamini. Kwa hiyo hajiamini yeye mwenyewe Eliza kwamba ana wasiwasi kutokana na huo wadhifa ama hicho cheo. Basi Regina akamwambia sawa, haina shida meneja Eliza. Nitakuuliza maswali kadhaa, hivyo unapaswa kuyajibu kwa uaminifu. Sasa hili swali la Regina kwenda kwa Eliza, je, ni kuhusiana na kwamba kitu ulichokifanya yeye na Hamza? Je, Regina ameshajua kwamba Eliza amemzunguka na akatoka na mume wake? Lakini pia tukumbuke kuna watu wawili ambao wameungana wanataka kumake revenge, ambaye ni mama wa kambo wa Regina ambaye ni Lamla pamoja na Side, rafiki wa utotoni wa Hamza pamoja na Priscilla. Langu jina Lucas Lumbas. Naomba nikuulize kitu kimoja. Hivi ni faida kiasi gani idara yenu iliingiza katika robo ya kwanza mwaka huu? Aliuliza Regina na kumfanya Eliza kupepesa macho akiwa haelewi kwa nini Regina anauliza swali la namna hiyo. Na yote ni kutokana na kwamba taarifa hizo zote Regi alikuwa nazo. Afistoshe, akili ya mkurugenzi huyo ilikuwa ni kama kompyuta kwenye kukariri. Akili ya Regi, akakadadaka. Mimi mwenyewe nimekapenda jamani. Sasa Eliza akasema katika robo ya kwanza ya mwaka faida tuliyoweza kuingiza kupitia idara yetu ni bilioni 370 za Kitanzania. Na mlipata nafasi ya ngapi kama idara ndani ya kampuni? Ilikuwa ni ya kwanza mkurugenzi. Okay, niambie tena katika robo ya mwisho ya huu wa mwaka faida mlioingiza ni kiasi gani kama idara ya mauzo? Ni bilioni 250 boss. Nafasi yenu katika kampuni ni ngapi? Ya kwanza boss. Vipi mwaka uliopita wote mliingiza faida ya kiasi gani na mlikuwa ngapi? Boss, tuliingiza bilioni 900 kwa mwaka mzima na kushikilia nafasi ya kwanza. Vipi kuhusu mwaka juzi mlikuwa ngapi? Tulikuwa kwanza pia boss. Aliongea Eliza kwa kujiamini kabisa. Na muda huu ni kama ile ari ya upambanaji irejea upya na unyonge kumtoka. Alianza kufikiria timu yake ya mauzo ambayo aliongoza tokea ingie ndani ya kampuni, na changamoto zote alizopitia na namna alivyozikabili. Alijikuta akijivunia yeye mwenyewe kwa mafanikio. Regina alijikuta akimwangalia Eliza na pale tabasamu lilipamba uso wake. Meneja Eliza, unadhani nani anastahili nafasi tofauti na wewe? Bosi, ni kwamba Eliza alitaka kusema hawezi nafasi hiyo, lakini mara baada ya kukumbuka maswali aliyoulizwa na pia katika kipindi hicho idara yake kufanya vizuri miaka zaidi ya 3 mfululizo, aliona kabisa Regina hakufanya upendeleo, bali ni kazi kubwa aliyoifanya na hakuna aliyemzidi. Aliona sio kama hakuwa na vigezo, alichukua amekoswa ni kutokujiamini tu. Trust in yourself. Alishia kumwangalia bosi wake kwa namna heshima na kumusudu, na alishia kujicheka mwenyewe. Aliona ila mimi Eliza, mimi ni fala kabisa. Hakuna bosi. Alibadilisha jibu lake na Regina alitingisha kichwa kukubali. Kama ni hivyo basi unaweza kuondoka na ukaandae hotuba kwa ajili ya kikao baadaye. Sawa mkurugenzi. Aliongea na ugeuza kuondoka. Sasa muda ambao alitaka kutokomea nje, Regina alimsimamisha.
Eliza, chukua box moja la matunda. Tusimfanye mtu wa watu kupanda na kushuka kwenye lifti. Aliongea na Hamza aliyetulia. Aliweza kusikia maneno hayo, lakini aliendelea kukaa vile vile, akijifanyisha hajasikia. Mara baada ya Eliza kutoka, Regina alikunja mikono yake huku sasa akimwangalia Hamza kwa macho yaliyojaa uchokozi. Ulidhani mimi nataka kumfokia mpenzi wako? Sio hivyo. Mimi nitaka tu kukaa hapa kujifunza namna unavyoendesha kampuni. Wife, unaonekana upo vizuri sana kusoma akili za wafanyakazi wako. Unaonaje siku moja ukaja chuoni na kutupigia kipindi? Hebu acha unafiki wewe. Afu ondoka, na kazi za kufanya. Aliongea huku akimkazia macho. Hamza akawa na tatizo na aliweka box la matunda kwenye meza. Kula ili usiendelee kuumwa njaa. Haina haja ya kunipetipeti bwana. Afu nikwambie tu mimi sio mtu wa kuchukulia mambo binafsi. Hata kama ikitokea wewe na Eliza mkapata watoto, mimi siwezi kukunyanyasa kazini. Alafu pia nikwambie tu sijali chochote kuhusu wewe. Aliongea na kumfanya uso wake kujikunja kama katafuna mdudu. Wife, mbona kama umeenda mbali sana? Mimi ni mtu tu ambaye najali mila na desturi za Kitanzania. Mpaka kumbebesha kitumbo lazima kuna taratibu zifuatwe. Angalau kwanza hata upate kitumbo ndio italeta mantiki. Kwa hayo maneno ya Hamza, Reji alitukana tu silo la Kiingereza. Alishindwa kujizuia kutokutukana kwa sababu ya maneno hayo. Sawa bwana. Nimenyamaza. Afistoshe, mimi kama mwanaume sitakiwi kuongea sana zaidi ya kuonyesha vitendo. Aliongea na kumfanya Regina kuishia kumwangalia tu. Maana aliona hata kama akijibishana naye anaweza asishinde. Alishia kuchukua nyaraka tu zilizokuwa pembeni yake na kisha kumrushia. Hebu angalia kwanza hizo nyaraka. Mimi sina mpango wa kwenda kushiriki, lakini weka msaidizi wangu ukienda kuniwakilisha. Haitakuwa jambo baya. Na ninavyokujua unavyopenda hizo michezo, nadhani tukio litakufaa sana. Aliongea Regina na Hamza alinua nyaraka zile na kuangalia kilichokuwa kimeandikwa. Ilikuwa ni tukio la kampuni kwa wafanyakazi wote kwenda tour ya pamoja kwa ajili ya kuzoeana na kuongeza ufanisi kikazi. Ni kweli kabisa alivyoongea Regina, alikuwa akipenda sana mambo kama hayo kuliko kaa usini muda wote. Bibi Reji, asante sana kwa kunijali. Naomba niseme itakuwa ni heshima kubwa sana kukuwakilisha. Hamza hakuamini wale warembo wa kampuni ambao mara nyingi alishia tu kuona kwa mbali anakwenda kujumuika pamoja kwenye tour. Aliona ni muda mzuri sana wa kwenda kuzoeana nao. Najua ujinga unaowaza hapo, ila ujue mimi sijakupa nafasi ya kwenda ili ukacheze. Nataka uhakikishe usalama wao na sifanyi kukuonyesha na kujali ili sije unipende. Hilo futa katika akili yako. Mke, wala usijali kabisa kuhusu hilo. Mimi najua ninachokifanya. Halafu kwa nini muda wote unakuwa kama mnyoo tumboni kwangu? Kwa mimi ni mnyoo Hamza. Aliongea Regina kwa hasira huku akipiga mkono wake kwenye meza kwa hasira. Hamza mara baada ya kuona mwanamke huyo muda si mrefu atalipuka. Alichukua tu kile kilichokuwa cha kwake na kukimbia ndani ya ofisi hiyo. Maana Reji achelewi kuwa bomu hapo. Sasa dakika chache tu baada ya kutoka, simu yake ilianza kuita. Alivyoangalia jina la mpigaji, alikuwa ni Captain Yones. Captain, unaniwazia sana ese. Si tumeonana muda si mrefu? Hebu acha ujinga wewe. Vipi una kazi sasa hivi kama una njoo? Nije wapi sasa? Si uniambie tu nataka tutoke out muda wa kazi. Mimi nipo serious sana likija swala la kazi ujue. Wewe, hebu njoo basi hapa mgawani, kwenye mgawa wa Yamu hapa. Kuna comrade wangu hapa anataka kuonana na wewe. Comrade wako? Aliuliza Hamza akishangaa na kujiuliza iweje comrade wake ataki kutana naye. Captain, hebu acha utani bwana. Mimi na comrade yani wapi na wapi? Alikuwa ni kiongozi wa kikosi chetu jeshini wakati tukiwa mafunzoni. Sasa anasema mshawahi kukutana. Hivyo acha porojo bwana, njoo haraka kama wewe ni mwanaume kweli. Aliongea na kauli ya kuambiwa kama ni mwanaume kweli ilimfanya Hamza kukuna kichwa asiweze kukataa. Sasa mara baada ya kutoka alitembea upande wa kushoto wa barabara kulisogelea jengo la kampuni ya mawasiliano ili kuweza kufikia mgawa maarufu wa Yam. Ulikuwa mgawa mzuri mno, ndio maana aliweza kujua kwa haraka sana. Sasa baada tu ya kuingia ndani, aliweza kumuona mwanamke mwenye umbo la kuvutia akiwa amekaa kwa kuangaliana na Yones. Alikuwa na nywele ndefu mno zilizofika mgongoni, na Hamza kujua ni bandia au ni asili mpaka aliposogea karibu zaidi na kuona ni asili. Mwanamke huyo alikuwa amevalia koti la cashmere
na kijisuta fulani hivi cha rangi nyekundu ndani. Yaani alionekana kuwa sio mwanamke wa kawaida na alikuwa ni mrembo kama alivyokuwa Yones. Kilichomfanya Hamza kushangazwa naye ni kwamba mwanamke huyo alikuwa na mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi kufikia level ya mbingu, yani nafsi. Na mara baada ya kukumbuka Yones alimtambulisha kama kamanda wake wa kikosi, aliamini basi Yones alitokea kikosi ambacho sio cha kawaida. Mwanamke ule mwenye shingo ndefu iliyodhihirisha unyaranda, mara baada ya kumuona Hamza alimkazia macho kwa kitu tabasamu hafifu. Hamza, huyu alikuwa ni mkuu wangu wa kikosi wakati nilipokuwa mwanajeshi, anafahamika kwa jina la Ana. Vipi, unafahamiana naye? Aliuliza Yones, lakini Hamza, sura ya mrembo huyo wa rangi ya chocolate ilikuwa ikija na kupotea, inakuja na kupotea. Nimefurahi sana kukufahamu wewe Ana. Hivi tushawahi kukutana kabla? Dana, huyu ndio Hamza au ulikosea sio yeye unayemtafuta? Aliuliza Yones, na Ana alitoa tabasamu lililomfanya kuzidi kuwa mrembo na meno yake yaliokuwa meupe mno yalionekana. Hatujawahi kwa ukaribu sana. Tulionana tu kwa mbali, ila nakufahamu wewe ni Hamza na ndio mhusika wa vifo vya dada zetu 6 Hamza na Yones mara baada ya kusikia kauli hiyo walijikuta wakishangaa sana. Upande wa Hamza hakujua ni dada gani hao wanaowazungumzia. Sasa Yones akasema, dada Ana, nini kinaendelea? Unamaanisha nini kusema Hamza ndo mhusika? Aliuliza Yones, lakini yule mrembo alimwangalia Hamza kwa macho makali. Akasema, Mr. Hamza, nadhani ushawahi kusikia kuhusu kundi la wanawake maninja wanaojiita Red Sisters. Najua unafahamu hilo jina na wewe ndio uliyewaua wenzetu 6 nchini Sweden, huku mmoja wetu akisababishwa akamatwe na Interpol. Hivyo najua ulitukosea sana ili hali hatakuwa na uadui na wewe. Aliongea yule mwanamke na Hamza pale alijua kinachoendelea. Lilikuwa ni tukio ambalo alimuokoa Yulia katika mikono ya watekaji baada ya kukuta familia yake imekwisha kuuawa. Watu ambao aliwakuta wamemshikilia Yulia walikuwa ni wanawake 6 na aliwaua wote na kumchukua Yulia. Sasa baadaye, mara baada ya kutafuta taarifa zao, alisikia ni kundi la kininja la wanawake linalojiita Red Sisters. Sasa anaelewa kinachoendelea. Kwa hiyo wewe ndio ulikuwa kiongozi wa kundi la Red Sisters? Red Sisters? Dadana, mnamaanisha nini? Yones hakuelewa tena kilichokuwa kikiendelea. Ilikuwa mara yake ya kwanza kusikia jina la Red Sisters. Na Yones, sidhani kama kuna haja ya kukuficha tena. Baada ya tukio lile na wewe kuja kuchukuliwa na familia yako ambayo ina nguvu, ilibidi turoke kambini. Ule ulikuwa ni uonevu kwetu sisi na tukutaka kurudi Tanzania na kufungwa gerezani kwa kosa la usaliti ambalo hatukufanya. Kwa hiyo baada ya kutoroka na wenzangu tulikimbilia nchini Haiti. Na huko sasa tulijifua kimazoezi, huku roho ya kisasi ikiwa motisha kwetu. Katika harakati zetu ndio tukaunda kundi la kininja ambalo tulijiita Red Sisters. Na kuanzia hapo kazi yetu ikawa ni kuua kwa hela. Kwa hiyo samani sana kwa kuambia sasa hivi haya, lakini tulikuwa na wakati mgumu sana. Tulitumia hadi miili yetu kufanikisha kila mission tuliyopata. Hata baadhi yetu zile ndoto za kuja kuolewa na kuwa na familia zilipotea kabisa. Aliongea yule mwanamke kwa uchungu. Yones licha kutokujua kilichotokea baina ya Hamza na Ana, lakini mara baada ya kusikia Ana hakuwa mwanajeshi tena, bali ni ninja, alipatwa na mshtuko mkubwa sana. Dana, kwa hiyo unasema umekuja hapa Tanzania kwa ajili ya kulipa kisasi? Na unaweza kusema hivyo, na nitaanza na Hamza. Samahani, unajua hili sasa hivi. Samahani sana. Aliongea hivyo. Upande wa Hamza kuonyesha ishara ya kupanic. Alishakumwangalia mwanamke huyo mrembo kwa muonekano usioelezeka. Ana, kama kweli umekuja hapa kuniua kwa ajili ya kulipa kisasi, basi nadhani unajua huniwezi peke yako. Aliongea Hamza, na yule mwanamke alitingisha kichwa kubali. Ni kweli kabisa, ijapokuwa mimi siwezi kujua uwezo wako ulivyo, lakini hisia zangu zinaniambia kabisa sikwezi. Utashi wako upo sahihi kabisa Ana. Kama sio eneo hili kuwa mgahawa na watu kuepo, ningekuwa nishaivunja shingo yako. Sasa aliongea hivyo Hamza huku akizungusha macho yake, na baadhi ya watu walioonekana kumwangalia alionyesha tabasamu tu kuashiria mazingira ni shwari. Lakini sasa licha ya kusema hivyo, alisambaza msisimko uliomlenga Ana na kumfanya Yones aliyekuwa mbele yake kuhisi woga, huku moyo wake ni kama unataka kumtoka. Sasa yule mrembo akasema kwamba Hamza, niseme tu kweli, wewe ni mwanaume handsome na mcheshi mno. Kama kusingekuwa na mgogoro wa damu kati yetu, ningefanya lolote lile kuhakikisha nalala na wewe. Huwa napenda sana mwanaume ambaye ni mkatili kama wewe, ila mtanashati. Aliongea yule mrembo huku akiweka muonekano wa uchokozi.
Hamza akasema hata mimi pia napenda warembo ambao wana shape matata kama yako na wenye shingo ndefu kama twiga. Aliongea Hamza huku akipitisha macho yake kuangalia mwili wa mrembo huyo ambao ulikuwa umefunikwa nusu na sketi kutokana na kuwa fupi mno. Mwanamke huyo alionekana ni aina ya wanawake ambao walikuwa ni wawazi sana kwa kile wanachojisikia. Yaani ilikuwa ni kawaida hata hivyo kwa maninja wote wa kike. Mara nyingi wanatumia mbinu zote za kishushushu kuhakikisha kwamba wanaiadaa shabaha yao ili kuingiza mtegoni. Yaani ninja anaweza kukutongoza vizuri tu, anakupiga swaga vizuri huyo. Sasa yule mwanamke akasema sijapanga kupigana na wewe ana kwa ana hapa. Baada ya yule mrembo kuongea hivyo, huku akimwangalia Hamza ambaye muda huo alikuwa amehamia kifuani tu na hakujali macho ya Hamza na aliendelea kuongea. Yule dada akasema kwamba mdogo wangu na mwenzetu anayefahamika kwa jina la Ellis ana miaka zaidi ya 3 tokea kuletwa Tanzania na kushikiliwa katika moja ya gereza na mtu ambaye ametumia nguvu nyingi sana kuhakikisha Ellis hafahamiki yupo gereza gani na kwa nini kafungwa. Ni rais mstaafu Mgweno. Kwa hapa anachotaka kutoka kwako ni kuhakikisha kwamba Ellis anaachiwa huru. Sasa mbona swala dogo sana hilo? Kwa msaada wa captain hapa ninaweza kutumia connection na kuhakikisha ndugu yenu anaachiwa huru. Aliongea na kumfanya yule mwanamke kutabasamu akasema baada ya Ellis kuwa huru na salama, nataka ujiue mwenyewe ili kulipa fidia ya nafsi 6 za dada zetu peponi. Unasema? Hamza alishangaa. Yonis mwenyewe alijikuta akishtuka akasema nini? Dada Ana, inawezekanaje? Kwamba haiwezekani. Inawezekana tu vizuri kwa sababu mpaka sasa hivi mke wake yupo kwenye mikono yetu. Aliongea na pale muonekano wa Hamza ulibadilika. Kwa hiyo umemtumia Yonis anipigie simu nitoke nje ya kampuni kwa ajili ya kumteka mke wangu, si ndio? Aliuliza hivyo Hamza na moyo wa Yonis ulisinyaa pale. Yonis akasema Dana, ina maana umemkamata bosi Regina? Akasema Yonis, naomba unisamehe kwa hili. Napaswa kumuokoa Ellis na kisha nimuue Hamza. Hii ndio namna pekee tunaweza kukamilisha hili. Nisamehe kwa kukutumia. Aliongea na Yonis alishakutoa machozi pekee. Akasema Comrade Ana, nilidhani mmenisamehe kwa kuwatelekeza. Kumbe najidanganya tu, Kukuamini kwangu kumenifanya kukusababisha matatizo kwa watu wengine kweli. Mimi nadhani hauna haja ya kutoa machozi Yonis. Ukweli hatukuwahi kukulaumu, hata kukuacha. Haukuchagua kuzaliwa katika familia yenye nguvu. Badala yake sisi ndio tumekufanya umsaliti mfanyakazi mwenzako. Aliongea hivyo. Sasa Hamza muda huo alianza kuchukia, lakini alijua ni chuki za kipuuzi tu muda huo ambao mke wake ameshikiliwa. Kwa hiyo mke wangu yuko wapi sasa hivi? Ana pale alitoa simu yake na alifungua upande wa video call na pale ofisi ya Regina iliweza kuonekana. Sasa mwanamke rika la Yonis alionekana katika kioo cha simu akasema Dana, kila kitu kipo tayari. Alikuwa amevalia sare maalum za walinzi wa kampuni ya Dosam. Muda huo alikuwa amemshikilia Regina huku akiwa amemwekea kisu shingoni. Regina alikuwa na ukauzi wa hatari. Alikuwa na woga na hasira kwa wakati mmoja. Yaani hakuwahi kufikiria mtu anayeonekana kama mlinzi wa kampuni yake ghafla tu eti ameingia ofisini kwake na kumteka. Sasa Ana kwa ridhiko akasema safi sana Mima. Usimuumize Regina, ndio kete yetu ya kumwokoa Ellis. Regina, usiogope, nitahakikisha na kuokoa. Anaongea Hamza na Regina alitingisha kichwa kidogo bila ya kuongea neno. Sasa akasema kwamba mkurugenzi, ni makosa yangu kutokuwa makini. Ana, nitakuua. Aliongea kwa hasira, alikuwa na huzuni kuliko watu wote. Aliona kila kitu kimeanza na yeye kwa kitendo chake cha kumuita Hamza kupitia simu. Kwa hiyo aliona kabisa hata mkurugenzi ameingizwa kwenye mikono ya watu hatari kwa sababu yake Yonis. Upande wa Ana hakuwa na wasiwasi kabisa, japo alimsikitikia Yonis, lakini alihitaji mpango wake kufanikiwa kwa namna yote ile. Nafasi hiyo aliitafuta kwa miaka mingi sana. Sasa Ana akasema Hamza, unaonaje tukianza na kupiga simu? Hakuna shida. Unataka nimpigie nani? Mshauri mkuu. Taarifa zinasema una karibu naye sana. Tunaamini lazima atakuwa na taarifa ya wapi alipo Ellis. Na hata kama hana, anajua namna kumtafuta. Aliongea Ana. Na Hamza hakuwa na shida. Pale alitoa simu yake, lakini kabla ya kupiga, Ana alichukua na kutafuta namba mwenyewe na kisha kapiga.
Baada ya simu kupokelewa, Hamza alienda moja kwa moja kwa nini anapiga simu, na mara baada ya kutaja Red Sisters, Afande Himidu alionekana kuwa na taarifa hiyo, lakini hakujua kwa nini Hamza anaulizia. Sasa Hamza alienda moja kwa moja kwa kila alichokuwa akitaka, na alitoa agizo bila kuzunguka na kumwambia Himidu afanye mpango Ellis popote pale alipo aachiwe huru. Sasa Afande Himidu hakujua kwa nini bosi wake wa zamani anaomba ombi kama hilo, lakini simu ilikuwa imekwisha kukatwa tayari baada ya kuambiwa anasubiria majibu. Sasa walisubiri kama dakika 4 na simu ya Hamza ilianza kuita na ilipokelewa haraka na Ana. Afande Himidu pale pale alimwambia Hamza ametumia connection yake na taratibu za kutolewa kuachiwa huru kwa Ellis zimeanza mara moja. Hamza kutaka kumhusisha Himidu kwenye matatizo yake na alimwambia tu safi kwa kazi nzuri na ataongea naye baadaye kidogo. Sasa simu pale pale ilikatwa na Ana akatabasamu. Ana akasema kwamba nimependa sana namna ambavyo una nguvu hapa nchini Mr. Hamza. Mimi sikutarajia mambo yatakuwa marahisi hivi. Kinachobaki ni wewe kutimiza sharti la mwisho. Ukijiua wewe mwenyewe, bosi Regina ataachwa. Aliongea na akiwa serious. Upande wa Regi mara baada ya kusikia kauli hiyo, alijikuta kifubaa. Regi akasema Hamza, usije kufanya kitu cha kijinga. Hawezi kunifanya chochote. Aliongea hivyo Regina. Sasa yule ninja wa kike aliyefahamika kwa jina la Mima alikandamiza kisu shingoni kwa Regina akamwambia kaa kimya. Ninaweza nisikue lakini ninao uwezo wa kuharibu sura yako kwa kuichana hapa. Basi Yonis akasema Dana, Mima jamani, naomba msende mbali hivi. Hamwezi kutatua tatizo mlilokuwa nalo kwa njia hii jamani. Aliongea Yonis kwa kubembeleza akiwa hajui nini kitatokea. Ni kweli alikuwa na uchungu wa kutaarifiwa wenzake 6 walifariki, lakini hakuwa tayari kumuona Hamza akijiua ili kumwokoa Regina. Alijiuliza atamwangalia vipi Regi usoni. Sasa Ana akiwa serious akasema Yonis, hili halikuhusu kabisa. Wewe kaa pembeni. Samda ule Yonis aliibuka na kisu kwenye meza na kukiweka shingoni huku machozi yakimtoka. Akasema Dana, sipo tayari kushuhudia mume wake Regina akifariki mbele yangu, huku mimi nikiwa msababishaji. Nipo tayari kutoa uhai wangu kwa ajili ya Hamza. Naomba tusimuingize mtu mwingine kwenye machungu. Regina hastahili hili kabisa. Aliongea akiwa serious bwana. Msikilizaji, unadhani wana story gani hao wanaojiita Red Sisters mpaka kutoroka kambi na kuwa maninja? Lamla na Saidi, kumbuka msikilizaji, na kukumbusha tu wamekutana na kuungana. Unadhani atafanikiwa kurudi na kulipa kisasi? Tunasonga mbele msikilizaji, siishi hapa, tuendelee kula mtori, nyama tutazikuta chini tu za moto. Na nikukumbusha tu msikilizaji, kuanzia tarehe 13 au 14 tunaanza kupata short story kutoka kwa watunzi wetu pendwa, kina Herdi Sozani Silent Killer, kina Rita Story, kina Emmanuel Kwai na wengine wengi. Story zao zipo za kutosha. Kwa hiyo tunasonga mbele. Ni kwamba Ana mara baada ya kumuona Yonis akiwa amejiwekea kisu shingoni, alikasirika na kuanza kumfokea. Akasema Yonis, hebu acha ukichaa wako bwana, naweka hicho kisu chini. Aliongea. Upande mwingine Regina pia aliweza kuona tukio lile la Yonis kujiwekea kisu shingoni na hakuafiki pia kile anachopanga kufanya. Sasa Regi akasema Yonis, usifanye ujinga kwa kurupuka. Hawezi kunifanya chochote, wanatishia tu. Aliongea Regina na kumfanya ninja aliyemwekea kisu shingoni kuzidi kuonyesha sura ya ukatili. Sasa Ana akasema ya kwamba Miss Regina, itakuwa inaonekana labda wewe tujui vizuri. Sisi kabla ya kuwa maninja tulikuwa wanajeshi na hatuogopi kufa pamoja ili mradi tu malengo yetu kutimia. Tumeamua kuingia kwenye uwanja wa vita maana tumejiandaa kwa lolote. Aliongea kupitia simu ile na kisha alichomoa kisu kutoka kwenye kiuno chake na kumkabidhi Hamza. Akasema kwamba Hamza, hata kama Yonis ajiue kwa hiari yake, haimaanishi tutaacha kutekeleza kile tulichopanga. Usipokufa leo hii, wenzetu hawezi kupumzika kwa amani. Aliongea na kumfanya Hamza macho yake kucheza, lakini hakuwa na wasiwasi kabisa. Naona kama kiongozi wa kundi lako una mzigo mzito sana umeubeba mabegani. Wafuasi wako walikuwa kwenye mission na wamefia kwenye mission. Hii ndio mara yangu ya kwanza kusikia kundi la kininja likitaka kulipiza kisasi kwa maninja wao waliofariki wakiwa katika mission. Sisi sio kundi la maninja kama hayo ambao umeyazoea. Sisi ni ndugu tuliokula kiapo kulindana kwa kifo. Sisi ni familia moja, kwa hiyo acha kutulinganisha na makundi mengine ya kininja ambayo malengo yao makuni kuua tu. Aliongea Ana na Hamza alishia kutingisha kichwa chake kwa ishara ya kukubali, na kisha alichukua kile kisu katika mikono ya Ana
hakuchukua kwa sababu ya kujiua kama alivyotakiwa, badala yake alikishika pande zote na kisha alikikunja mpaka kukatika. Kitendo kile kilimfanya Ana na Yones kushangaa. Kisu kilikuwa ni kidogo mno. Kukatika kirahisi ni ngumu sana, lakini Hamza aliweza kukivunja kwa wepesi. Nguvu ya aina hiyo iliwashangaza. Sasa Hamza akasema kwamba kutaka nijitoe uhai wangu na kisu kama hiki, utakuwa umedharau sana. Ana, ili uweze kuniua unatakiwa kujiandaa zaidi ya hivi. Aliongea Hamza na kumfanya Ana kuanza kuonyesha hali ya kupanic. Akasema kwamba wewe Hamza, usije kufanya ujinga wote. Hata kama unao uwezo wa kunishinda, lakini kumbuka mke wako yupo mikononi mwetu. Yaani ukinigusa tu, jua ndio muda ambao Regina atapoteza uhai. Sijasema hivyo kwa nia ya kutaka kukuua wewe tu. Nadhani utakuwa umenielewa vibaya. Ni kwamba kama ukimuua mke wangu, haiwezi kuwa uhai juu ya uhai, maana nitawaua wote. Na nitaufanya utu wako kuwa wa mnyama na kujisikia ni heri ya kifo kuliko kuishi. Aliongea Hamza na kumfanya Ana mapigo yake ya moyo kudunda kwa nguvu. Alijikuta akikunja ngumi kwa nguvu, huku akijitahidi kujikaza akishindana na mkandamizo uliokuwa umemvaa. Kwenye maisha yake hakuwahi kukutana na mtu ambaye anaweza kumjaza hofu kama Hamza. Lakini hata hivyo hakuwa tayari kukata tamaa kwa sababu ya hofu na mikwara hiyo. Akasema kwamba sidhani pia kama unao moyo wa kuona mke wako akifa kwa kuchinjwa. Hata kama utuue wote, sidhani kama utaweza kuishi pia. Isitoshe, hatia itakushika kwa kupelekea kifo chake. Aliongea na kumfanya Hamza kugeuza macho yake na kumwangalia Reji kupitia simu, na kisha alimgeukia Yones pembeni na akainamisha kichwa chini na kutabasamu, kisha akacheka. Ana akasema, unachekea nini? Ana, hivi unajua ni namna gani ulivyokuwa na hali ngumu? Aliuliza Hamza na kumfanya Ana asielewe anachomaanisha ni nini. Akauliza kwamba unaongelea nini wewe? Ulikuwa mwanajeshi kabla ya kujiingiza katika uninja. Wakati mnajiingiza, hamjawahi kujua kufa kwa ninja kazini ni jambo la kawaida sana. Lakini hebu angalieni mnachokifanya sasa. Mmekuja kwa ajili ya kulipiza kisasi. Jambo ambalo sijawahi kuona kulingana na sheria za kininja. Tuchukulie watu wako kila mara wanapoenda kufanya mission na kupoteza maisha. Ina maana utaendelea kulipiza kisasi kwa wale ambao wamewaua kila siku? Kama ni hivyo, utatoa wapi muda wa kutafuta hela na kuyafurahia maisha? Baada ya Hamza kuongea hivyo, macho ya Ana alilegea kidogo. Alichoongea kilikuwa kama kitu kikali kilichopita katika moyo wake. Alikuwa kijua vyema mwanzo wa kundi lake haukuwa wa kawaida kama ilivyo kwa makundi mengine ya kimauaji. Wao walikuwa ni wanajeshi ambao waliingia jeshini kwa ajili ya kutumikia taifa lao, lakini taifa ndio ambalo liliwaangusha na kujikuta wakiwa katika mazingira kama hayo. Hivyo wao kuwa maninja ni kitu ambacho wamelazimishwa tu na hali zao, na sio jambo ambalo wamelipenda. Walikuwa ni wanajeshi na walikuwa na kila haki kama binadamu wengine kutamani maisha mazuri yenye amani na furaha. Hamza aliweza kuona namna ambavyo Ana alibadilika kutokana na maneno yake, na alishia kupumua kama mtu ambaye anamuonea huruma, na aliendelea kupigilia msumari. Kwa ninavyokuona unaonekana kuchoka sana. Yaani maisha unayoyaishi unaonekana umechoka sana. Aliongea Hamza na kumfanya sasa Ana mikono yake kutetemeka kidogo. Kitendo hicho hakukiona yeye tu, hata kwa Yones pia na upande wa Mima waliweza kukiona. Upande wa Yones alijikuta kishikwa na hatia kubwa. Mima ambaye alikuwa amemshikilia Regina alishia kukunja ndita. Kulikuwa na hali isiyoelezeka katika macho yake. Ana hata yeye pia alijua fika hakuwa katika mudi nzuri, na alichofanya ni kuvuta pumzi nyingi na kisha akaanza kucheka, lakini hakikuwa kicheko cha furaha. Akasema, Hamza, hakikupo vizuri sana kwenye vita maneno. Unataka kutumia maneno kwa ajili ya kuniadaa, Samahani sana, lakini huwezi kunibadilisha mawazo yangu kutokana na maneno yako. Fanya kama nilivyokuambia na haraka jiue, vinginevyo mke wako atakufa ukimwangalia. Sawa, kama ni hivyo, haraka za nini sasa? Hata kama unataka nife, angalau unapaswa kuniacha niafurahie maisha angalau kwa mara ya mwisho. Au unasemaje? Ufurahie maisha? Unataka kufanya nini? Aliuliza Ana akiwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Hamza macho yake alianza kumwangalia Ana kutoka usoni mpaka chini miguuni, na kisha alivuta pumzi na kuzishusha. Ni rahisi sana. Unachotakiwa kufanya ni kunifuata flow ya juu. Mara baada ya kuongea hivyo, alipotezea muonekano wake na kisha alimpokonya simu iliyokuwa ikionyesha tukio hilo upande wa pili,
na akamshika kiuno pale pale kwa nguvu na kumweka begani na kuanza kutembea naye. Ana alijikuta akianza kufurukuta huku akitumia mikono yake kumpiga Hamza upande wa mabegani, lakini ni kama alikuwa akipiga jiwe, maana Hamza hakuonekana kujisi maumivu kabisa. Sasa sauti ya Mima ilisikika ikisema dada Ana, maana simu haikuwa imekatwa. Ijapokuwa hawakuwa wakiona kinachoendelea, lakini walisikia sauti. Yones akauliza kwamba Hamza unafanya nini? Aliuliza akiwa katika mshangao. Hata upande wa Regina hakujua ni nini Hamza anataka kufanya. Upande wa Hamza alikuwa akijua floor ya pili ya jengo hilo haikuwa ikitumika kwani ilikuwa kwenye ukarabati. Sasa baada ya kumbeba mpaka juu, alienda kumtupia kwenye sofa na kisha akaishikilia mikono yake kwa kuibana chini ili asilete vurugu. Mwanamke akasema Hamza naomba niache. Acha ukichaa wako wewe mwanaume. Hamza akasema tulia basi mrembo. Hivi unaonaje ukinifurahisha kabla kifo changu? Nadhani itakuwa ni vizuri zaidi. Tena unaonekana kunipenda kabisa ni kwenye macho yako. Yule mwanamke akasema Hamza ukiendelea na hiki unachokifanya na kuapia mke wako atakufa. Hamza akasema haiwezi tokea. Haiwezi tokea hata siku na moja. Najua unahitaji sana Dodo. Ukweli ni kwamba umechoka mno na kitu pekee unachokitaka ni uhuru wako. Roho ya kuishi na visasi imeshakuchosha. Na mimi nakwenda kukupa funguo uhuru. Sauti yake ilikuwa ni kama shetani na kumfanya sasa mrembo Ana macho yake kuanza kupoteza usiriasi wake katika sekunde ambazo zilikuwa zinakuja. Ana alishakumwangalia Hamza namna alivyobana ule mwili wake na hali ya joto ilimfanya sasa kuanza kusisimka. Alikuwa ni mwanamke ambaye amepefuka, hivyo alikuwa akitamani vitu kama hivyo mara kwa mara. Katika shambulizi la kishenzi kama hilo ambalo alilofanywa na Hamza, hakuwa na nguvu kabisa kuleta kinzani. Na alijishangaa viungo vyake vya mwili vikilegea bila kupenda. Sasa alichoshangaa zaidi ni Hamza kutokata video call ile. Ijapokuwa ilikuwa ni pembeni na haikuonyesha kilichokuwa kikiendelea, lakini sauti zao zilisikika vyema upande wa pili wa video call. Mima mwanamke ninja aliyemshikilia Regina asifurukute mara baada ya kuanza kusikia sauti za kimahaba kutoka kwa kiongozi wake, mawazo kibaya yalianza kupita katika akili yake na yale macho yaliyojaa sumu na ukatili yalianza kulainika. Sasa alijikuta akianza kuongea akasema Dana, kwa nini unafanya hivyo Dana? Ina maana alichoongea huyo mwanaume ni ukweli? Aliongea. Hata mkono ambao ulikuwa umemshikilia Regina ulianza kulegea. Upande wa Regina uso wake ulikuwa mwekundu. Ijapokuwa hajawahi kufanya tendo hilo kwenye maisha yake, lakini alikuwa akijua fika ni kitu gani Hamza anafanya na huyo mwanamke wa kininja. Sasa Regina akasema hivi, huyu mshenzi huyo, ina maana katika mbinu zote alizoona zinafaa kuwashawishi hawa wauaji ni hiyo tu? Regina alijikuta akiwaza huko akisaga meno. Ila licha ya kwamba alianza kuhisi hasira, lakini pia alijisikia vibaya kwa wakati mmoja. Alikuwa ni mwanamke mwenye akili sana na alijua ni kitu gani ambacho Hamza anajaribu kufanya. Ilikuwa ni ngumu pia kwa Hamza kukimbia mpaka makao makuu kwa ajili ya kumwokoa. Ni ngumu mno. Lakini vile vile ilikuwa ni ngumu kwake kujiua yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwa haraka alijua kitu ambacho Hamza anataka kufanya ni kuharibu tu mfumo mzima wa kisia wa maninja hao ili washindwe kabisa kuendelea na mpango wao. Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba maninja hao wa kundi la Red Sisters walikuwa ni wanajeshi kabla ya kuwa maninja. Na kitendo cha kujiita maninja pengine ilikuwa ni sababu ya kuweza tu kuishi kutokana na yale waliokuwa akipitia, lakini kiuhalisia walikuwa ni wanajeshi wa kawaida tu ambao wasingependa kuua watu wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo Hamza alikuwa akijua ni rahisi sana kudili nao kutokana na udhaifu wao wa kutotaka kuendelea kuwa maninja kwa kumlegeza Ana, na kwa sababu alikuwa ni kiongozi na kitendo ambacho amefanya wamekiona moja kwa moja kwao itakuwa ni kama sasa wamepoteza kiongozi. Sijui umenielewa? Wakati huo sasa mrembo Ana alikuwa akihisi kila aina hisia. Alikuwa akijitahidi kadri awezavyo asahau kila kilichomtokea kwenye maisha yake na kutaka kufurahia kila ambacho Hamza anamfanyia. Kiufupi ni kwamba alikuwa akishindana na hisia zake, hisia za kuwa binadamu wa kawaida na kuendelea kuwa ninja. Sasa upande wa Hamza alijua nini kilichokuwa kiendelea kwa mwanamke huyo, hivyo alizidisha moto na kuzidi kuamsha hisia za mwanamke huyo. Yones mara baada sasa ya kufika katika floor hiyo na kuona kile kinachoendelea kwenye sofa, alijikuta kigeuza kichwa chake haraka akiwa yani hataki hata kuangalia. Moyo wake ulianza kudunda kwa kasi sana na hakuwahi kufikiria kama kamanda wake ambaye alimfahamu jeshini kama mwanamke jasiri na asiyependa mchezo ndio akufanya kitu hicho na Hamza, tena wazazi bila aibu. Gai. Ndani ya nusu saa tu Hamza alikuwa amemaliza kutoa bakora za kimkakati na alisimama kutoka kwenye sofa. Hakuwa hata na haraka ya kuvaa vile vyote ambavyo alikuwa ameviondoa kwenye mwili wake, na alishia tu kuokota simu iliyokuwa chini na kuangalia, lakini aligundua simu ile ilikwisha kukatwa muda mrefu. Sasa Hamza akasema inaonekana ule muuaji wako Mima kashaondoka. Yones mara baada ya kusikia kauli hiyo haraka alimpigia Regina simu
na haikuchukua hata dakika kadhaa simu iliweza kupokelewa na Regina alikuwa salama kabisa. Yones akasema mkurugenzi yupo salama, amesema Mima ameondoka akiwa analia. Aliongea hivyo Yones kwa sauti hafifu huku akimwangalia comrade wake aliyekuwa amejilaza kwenye sofa kwa uchovu. Kachoka. Sasa Ana mara baada ya kusikia kauli hiyo pale pale alijikuta akijikunyata kwenye sofa lile na kuficha kichwa chake huku sasa akianza kulia kwa kwikwi. Alikuwa anajilaumu, anasema nimefanya nini mimi? Hivi nitawaangaliaje wadogo zangu? Hamza alishakumwangalia mrembo huyo, tena alimtazama kwa madakika kadhaa bila kutokuwa na hali ya mabadiliko katika sura yake, na kisha alimsogelea na kumshika bega akasema achana na hizo hisia ambazo yani wewe unajisikia. Sio kila mtu anayeweza mapigano anaweza kuwa ninja. Tokea ni kuone hapa mara ya kwanza niliweza kugundua tu huku ukinichukia mimi bali ulikuwa ukijichukia mwenyewe, pengine kwa kuingiza dada zako kwenye hatari mpaka kupoteza maisha. Aliongea Hamza, na kauli ile ilimfanya Ana kunyanyua sura yake na kumwangalia Hamza huku akisaga meno yake kwa hasira. Akasema kwamba Hamza wewe ni shetani. Wewe ni shetani, huwezi kuchukua moyo wangu kirahisi namna hii. Hamza akasema, "Hey mama, sijachukua moyo wako mimi. Ninachokuambia ni uhalisia wa mambo. Kama kweli unataka ndugu zako kuwa na furaha, basi unapaswa kufuta kundi lenu la kininja na kurudi kuwa watu wa kawaida na kuishi kama watu wa kawaida tu." Nadhani rahisi kwa kuongea tu hivyo. Ili hali waliotusaliti hawataki kutuona tukipumua. Hatuna sehemu ya kwenda na kuishi maisha kawaida. Uninja ndio chaguo rahisi kwetu. Sasa kwa nini kitu gani kilichowatokea? Inakuwaje wanajeshi kama nyie ambao mlifikia hatua ya ukomando kwa uhalifu wa nchi na kujiingiza katika ulimwengu wa giza? Mimi sina haja kuelezea chochote. Umenishinda na nimeshindwa. Naomba tu uondoke, mimi nifikirie namna ya kwenda kuomba radhi dada zangu. Dada zako? Kwani sio kwamba wapo hapa tayari? Kauli ile ilimfanya Ana kubadilika mara moja, na pale pale haraka sana alivaa mavazi yake na kuweka nywele zake vizuri. Ilikuwa ni dakika hiyo hiyo Mima aliweza kufika hapo akiwa ametangulizana na wanawake walioka. Tena aisee walikuwa wamekakama miili yao. Na ile jumla yao ilikuwa ni kama 6 hivi. Wanawake wale mara baada ya kumuona Yones walionekana kumtambua, na muonekano wao ulikuwa na hisia ambazo ilikuwa ni ngumu sana kuelezeka. Na mara baada ya kugeuza macho yao kwa Ana kiongozi, macho yalianza kuwatoka. Ana akasema, Mima naombeni mnisamehe. Mimi dada yenu nimewaangusha mno. Aliongea Ana huku akiwa ameshikwa na aibu kubwa na hali ya hatia. Wakasema, dada Ana, sisi ndio tuliokuangusha. Waliongea wote kwa pamoja na dakika ile ile walipiga magoti chini. Kitendo kile kilimshtua sana Ana, na alishia kuangalia dada zake hao akiwa amekoswa hata neno la kuongea. Asana akasema, nyie mna matatizo gani? Kwa nini mimi ndio niliofanya kosa na kuatia aibu? Ana alishindwa hata kuongea vizuri huku machozi yakianza kumtoka. Akajibiwa kwamba hatukuwahi kuwaza tulikuwa mzigo mkubwa kwako. Licha uwezo wako kutokuwa mkubwa sana, lakini ukaamua kutuongoza kwenye kila aina ya mission na kuhakikisha tunakuwa salama. Leo ndio tumejua ni kwa namna gani ulikuwa na machungu kwenye moyo wako kuishi maisha ambayo sio yako. Tunaomba msamaha kwa mzigo tuliokubebesha. Mara baada ya kusikia hivyo, Ana alijikuta akishikwa na bumbwazi. Alijua yeye ndio amewasaliti wenzake, lakini ilikuwa ni tofauti. Wao ndio walikuwa wakiona wamemsaliti kwa kuelewa hisia zake. Yones mara baada ya kuona tukio hilo, alikuwa akilia ndani kwa ndani. Alionea huruma wenzake hao ambao alienda nao nje ya nchi kwa ajili ya mafunzo, na yakatokea mpaka kwa katika hali hiyo. Asa upande wa Hamza alikuwa na hisia hasi juu ya kile kinachoendelea. Alikuwa kiamini kuna kitu kikubwa ambacho kimewatokea wanawake hao, ndio maana wakaamua kuwa maninja, na alitaka kujua. Hamza akasema kwamba, Ana, unaweza kuniambia kitu gani kimewatokea? Pengine naweza kuwasaidia. Ana macho yake yalikuwa katika hali isiyoelezeka, na katika uso wake alikuwa na kila ishara ya kumshukuru kwa kumpa ufunguo wa uhuru. Sasa akasema, Mr. Hamza, unaonaje ukivaa nguo zako kwanza ndio tuongee? Hamza akasema, aise. Hamza alijikuta akishikwa na aibu, maana alikuwa amesahau kama alikuwa yupo naked kabisa. Na haraka sasa alivaa mavazi yake, ukiachana na Yones ambaye hakuwa akimwangalia Hamza muda wote, lakini kwa maninja hao hawakuwa na hali ya haya usoni hata kidogo kwa Hamza kuwa namna hiyo. Ana mara baada ya kutulia kwa dakika kadhaa, aliwasimamisha ndugu zake na kisha alianza kumuelezea Hamza kile kilichotokea. Miaka kadhaa iliyopita serikali kupitia jeshi waliunda kikosi maalum kwa ajili ya mafunzo ya kikomando
ambapo wanajeshi kama wangefuzu mafunzo hayo moja kwa moja wangejiunga na kitengo cha Malibu. Kikosi hicho kilipewa jina la jani la sumu, yani Poison Leaf Special Force. Kikosi hicho bwana kilikuwa ni maalum kwa wanawake tu, ambao kwanza walipaswa kwenda nje ya nchi kwa ajili ya mafunzo ya kijeshi ya miaka 4 mpaka watakapofuzu. Sasa baada ya mpango huo kupitia serikali kupitishwa, hatimaye udahili wa wanajeshi ambao wangejiunga na kikosi hicho ulianza mara moja. Na kwa sababu mpango ulikuwa ni kufanya kikosi hicho kuwa cha wanawake tu, hivyo waliodahiliwa walikuwa ni wanawake pekee. Kati ya wanajeshi ambao walikuwa mafunzoni waliopata nafasi hiyo ni wale walioonyesha uwezo wa juu sana katika kuelewa mafunzo ya kijeshi. Na kati ya watu hao mmojawapo alikuwa ni Yones, Ana, Mima pamoja na wenzake wengine ambao walitolewa katika kambi tofauti. Ni Yones, Ana na Mima pekee ambao walitolewa katika kambi moja na kuungana na wasichana wenzao wa kambi nyingine kwa ajili ya kwenda nje ya nchi kwa ajili ya mafunzo maalum, ili baadaye wakihitimu waje kuongeza nguvu jeshini katika idara ya intelijensia ya ulinzi kwenye kupambana na nguvu za ziada. Kwa lugha nyepesi, wanawake hao wa kikosi cha jani la sumu walikuwa wakienda nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza mafunzo ya komando, lakini kwa wakati mmoja wakijifunza na mbinu nyingine ambazo zingewawezesha kudili na nguvu ambazo sio za kawaida, kulingana na namna ambavyo wavuna nishati za mbingu na ardhi kwa minajili ya kihalifu duniani kuongezeka. Sasa mara baada ya kikosi hiki kuteuliwa, hatimaye walipelekwa nchini Chile katika mji wa San Pedro de Atacama, mkoa wa Antofagasta, katika bonde ambalo maarufu hufahamika kama Valley of the Moon au El Valle de Luna, pembeni mwa jangwa la Atacama, ambapo ilipatikana kambi maarufu ya mafunzo ya kijeshi hapo. Sasa wakati ambao kikosi hicho kinaanza mafunzo rasmi, upande wa Tanzania kulikuwa kuna vuguvugu lililokuwa likiendelea na ilimhusisha rais wa nchi wa wakati huo ambaye alikuwa ni Mheshimiwa Elias, aliyeingia madarakani kwa kushirikiana na Mgweno pamoja na baadhi ya wakuu wa majeshi. Sasa mgongano huu ulitokana na kwamba kikosi cha Poison Leaf kilichopo huko Atacama Chile hakikuidhinishwa na amiri jeshi mkuu. Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba msikilizaji, maamuzi yalifanyika bila ya mheshimiwa rais kutaarifiwa, na jambo hili lilitokana na uhusikaji wa familia ya Wanyika ambao ndio walishawishi jeshi kuunda kikosi hiki na kukituma nchini Chile bila ya mheshimiwa rais kutaarifiwa. Swala hili sasa liliwezekana kwa urahisi kwa sababu familia ya Wanyika walikuwa na nguvu kubwa mno mpaka kwenye ngazi za usalama wa taifa. Hivyo ikawa ni rahisi kwa rais kutokufahamu hilo. Sasa mara baada ya Mgweno kujua swala hilo, hakutaka kukubali na aliweka ngumu kwa kumpa pressure Rais Elias kutaka wanajeshi hao kurudishwa nyumbani na kuacha mafunzo haraka. Lakini wawili hao, yani mstaafu Mgweno na Elias, licha kujaribu kutumia nguvu, sauti zao hazikuwa na nguvu ya kusikika. Yani hata yeye Mgweno alijua maagizo yake hayawezi kufanyiwa kazi kutokana na nguvu iliyokuwa nyuma katika mpango huo licha kumtumia Elias. Moja ya kitu ambacho Mgweno alihofia ni kwamba ikitokea wanajeshi hao wakifuzu, maana yake ni kwamba ingekuwa ni ngumu sana kwa yeye kuiangusha familia ya Wanyika. Kwani wanajeshi hao ilimaanisha ngome imara kwa familia hiyo, kutokana na kwamba idara hiyo ndio nguvu yao ilipokuwepo. Yaani kwa lugha nyepesi, familia ya Wanyika walikuwa na nguvu kubwa katika kitengo cha jeshi cha Malibu kuliko vitengo vyote vya jeshi. Sasa kwa muda mrefu mpango wa Mgweno ni kuifanya familia yake kuwa kubwa ndani ya Tanzania na kuwa na ushawishi sio tu katika siasa lakini mpaka jeshini. Na mpango wake huo ili ufanikiwe, lazima apunguze nguvu ya deep state ya familia ya Wanyika na kuihamishia kwake. Sasa hakutaka wanajeshi hao kufuzu kwa namna yoyote ile, kwani ingedhoofisha mpango wake. Hivyo haraka sana kwa kushirikiana na Elias waliandaa mpango wa kuingilia mafunzo hayo ya wanajeshi, na mpango ambao ulifanyika ni kuwafanya wanajeshi hao waonekane wamekiuka sheria na kuasi jeshi kwa kujiingiza katika kula viapo vya damu na kundi la kininja kutokea nchi ya Haiti. Yaani ulikuwa ni mpango uliosukwa haswa ambao uliwafanya Yones na wenzake maskini bila kujijua kuingia katika mtego wa kundi hilo la kininja lililoingia makubaliano na rais wa Tanzania, na mwisho wa siku kuonekana kama wasaliti wa taifa walioasi jeshi wakiwa mafunzoni. Msikilizaji, kumbuka naye kusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Lumbas, TikTok, Instagram
na sehemu zingine kama Facebook unaweza kunipata kwa jina la Lucas Lumbasi Simulizi. Ama ukiandika tu Lumbasi Simulizi utaniona, okay? Yes. Sasa baada ya tukio hilo, Mgweno alimkabidhi Elias ushahidi ili kwenda kuutoa mbele ya viongozi wa jeshi juu ya kikosi hicho kilichovunja sheria za nchi na kuasi jeshi, hivyo kupaswa kurudishwa nchini na kufungwa gerezani au kunyongwa. Ushahidi ulikuwa wazi. Na Mgweno, ukiachana na kuwa na sapoti ya Rais Mbilu, lakini pia alikuwa na watu wanaomsapoti na hakukuwa na namna ambayo ushahidi huo ungeweza kubatilishwa. Hivyo moja kwa moja kikosi cha Jani la Sumu, baada ya kufanya mafunzo kwa miaka 2, kikaingia katika matatizo na kutakiwa kurudi Tanzania kwa ajili ya kupatiwa adhabu kulingana na sheria. Sasa swala hili lilimfikia kiongozi wa kikosi hicho ambaye alikuwa ni Kapteni Ana, lakini hakuwa na cha kufanya kutokana na kwamba kilichotolewa kama ushahidi ilikuwa ni kweli. Lakini tukio hilo la kuvunja sheria, hawakuwa wakijua walikuwa wakivunja sheria, kwani nguvu za ziada zilitumika. Yaani kwa ufupi, walivunja sheria bila ya wao wenyewe kujua wanavunja sheria. Na hatimaye kuonekana wamefanyeje, wameasi jeshi wakiwa hata wajui ni nini hatima yao. Yones, mwanajeshi mwenzao, alikuja kutolewa kambini kimya kimya na kurudishwa Tanzania, huku wao wakisubirishwa kambini bila ya kupewa maelezo ya hatima yao. Sababu ya kubakishwa kambini ni kutokana na kwamba mvutano ndani ya jeshi pamoja na rais wa nchi haukuwa umeisha, kwani mwafaka haukupatikana bado, na wengi wakitaka uchunguzi ufanyike ndio maamuzi yafanyike ya kuwarudisha ama kuendelea na mafunzo ili serikali isipate hasara. Sasa familia ya Yones, baba yake Yones alikuwa ni mwanajeshi wa kuheshimika, unanielewa? Lakini hata hivyo hakuwa na nguvu ya kutosha kumwokoa binti yake katika adhabu hiyo. Hivyo kwa haraka ilibidi sasa aingie dili na moja ya familia kubwa ya kijeshi kwa ajili ya Yones kurudishwa nchini na kisha kuozeshwa katika familia hiyo. Na hapo sasa ndio Yones akaja kuchumbiwa na nani? Na Afande Mdudu. Sijui unanielewa? Lakini Yones hakukubali kufungishwa ndoa hiyo, ili hali jeshini hakufanya kosa, bali ni hila za kisiasa tu zilizowafanya kuonekana wameasi. Hivyo Yones alitoroka kwao Dodoma na kuacha kujihusisha na jeshi moja kwa moja na kuhamia Dar es Salaam mpaka alipokuja kukutana na Karembo Reji na kuwa mlinzi wa kampuni. Nadhani mpaka hapo tutakuwa umeelewa sasa connection ama muunganiko ama kukutana kwa Regina na Yones. Sasa upande wa wenzake nchini Chile, mara baada ya kuona Yones amechukuliwa na familia yake, waliona swala sasa lilikuwa ni zito mno, na kwa bahati nzuri waliweza kupata taarifa ya kile kilichotokea na kujua mpango wote wa kufanywa kuwa waasi wa nchi ni hila tu za mstaafu Mgweno. Sasa hiki kilichomtokea Yones kimenikumbusha tukio ambalo ni la kuchekesha na kuhuzunisha ambalo lishawahi kunitokea shuleni bwana. Kwenye shule, mimi nilibahatika kusoma shule za boarding, hizi za boarding za mission. Sasa kikawaida shule za boarding zinakuaga zina ile utaratibu wa tour. Nadhani ni kwa kidato cha 3 ama cha 4 mnakuwa mna tour. Yaani ada unapolipa kuna pesa ya tour inakatwa moja kwa moja. Umeona Sasa sisi tumeenda tour maeneo mbalimbali, wapi kutalii, kwenye maviwanda nini, tumeenjoy sana. Kama wiki moja hivi tuko tour tu maeneo tofauti tofauti. Tumekuja kurudi sasa, taarifa inakuja kusomwa ya kwamba, yani taarifa ya mapato na matumizi ya tour tuliokwenda ndani ya wiki nzima kwenye mikoa tofauti. Umeelewa? Tunakuja kusomewa taarifa ya mapato na matumizi, yani jumla ya matumizi kwenye jumla ya pesa ambayo imekatwa kwenye ada. Chenchi ilibaki. Yani kwa mfano kwamba kila mwanafunzi wa kidato cha 3 atakatwa let's say shilingi 500,000. Mfano tu tumetolea 500,000 za kwenda tour. Alafu tumejikuta kwamba kumbe baada ya kutoka tour kila mwanafunzi kila kichwa kimetumia kama 300,000. Sasa sisi wanafunzi tukasema kwamba kwa sababu ada imeshalipwa tunaomba chenchi ya tour. Walimu wakagoma, wakasema hapana, hiyo imeshaenda. Tukasema nini? Mnasemaje? Labda kama tujatokea sehemu fulani. Tukagoma bwana. Kwa tuko tunaushawishi pale baadhi ya watu wengine. Tukawataarifu na wenzetu wa kike walioko boarding za hosteli za kike kule, tukawataarifu kwamba kesho tufanye 1 2 3, tunagoma, tunadai change. Na kesho ilikuwa ni siku ya kuweza kufanya mtihani. Sasa
wote tukagoma hatufanye mtihani. Na nakumbuka mimi nilikuwa pia ni kiongozi wa bweni, yani unaita room leader. Nina funguo ya bweni na nikapewa taarifa ya kwa nikapewa amri, kiongozi tunakuomba Lucas, tunakuomba hakuna kufungua mlango wa bweni. Tunalala mpaka saa 6 na tukitoka hapa saa 6 mchana tunaenda kucheza mpira. Sasa mimi nipo kitandani na ni watu wengi. Ni watu wengi wako kwenye bweni ambalo menipo. Zaidi ya 20. Sasa nikafikiria, shuleni kila mtu amekuja na mipango yake. Nikisema mimi nifikirie maisha niliyotokea nyumbani, maisha magumu ya kupambana, nimetumwa kuja kusoma nigome. Lakini sasa naanzaje kuwasaliti wenzangu wakati ni swala la wengi? Kama kiongozi nikabaki tu nimejikunyata na mimi kwenye shuka. Akaja academic master. Lumbas, fungua mlango. Open the door. Open the door. Hey Lumbas. Sasa anaanza kuongea pale. Watu wananiambia Lumbas, ukiitika na kufungua mlango tunadili na wewe. Sasa hapa nasema maskini niende wapi? Yesu, baki na mimi. Lakini baadaye academic master akaenda kuchukua funguo za akiba za bweni letu. Akaja kufungua pale. Amekuja kufungua, akasema jamani naomba sana. Yes, tulikuwa ni form 4 nakumbuka. Naomba sana nendeni mkafanye mtihani. Nimeshaweka mitihani kwenye hall na kila mtu namba yake akakae kwenye kiti chake afanye mtihani. Acheni kabisa ujinga. Wenzenu kule hosteli za kike nimeshawaambia. Kwa hiyo njoni fanye mtihani. Mimi natangulia. Akaondoka. Sasa kuna watu walikuwa na simu. Wakawataarifu kule watu wa hosteli za kike, oya mmeshaondoka kwani? Hosteli za kike wakasema hapana na si bado tumegoma. Poa. Tumelala. Baadaye tukaamka bana. Twende tukacheze mpira. Kule kwenye hall, yani DH, dining hall kule, ndio tulikuwa tunafanyia sana mitihani kwa sababu ni kumbi mkubwa sana. Tukaenda kucheza mpira bana. Tumeenda kucheza mpira. Kuna teacher mmoja akaja akatutonya akasema nyie wafala nyie. Hivi mnajua watoto wa watumishi wapo DH wanafanya mtihani. Tukashtuka haya. Hivi kumbe kuna wapuzi wametusaliti. Kumbe bwana kilichofanyika watoto wa watumishi yani wapishi, walimu, siji walinzi nini, tulikuwa tunasoma nao pia watoto wao kwa kidato hicho. Sasa wakawa wametonywa kwamba polisi wanakuja kwa sababu wamesikia hii shule kuna mgomo. Na huu mgomo unaweza kusababisha matatizo. Lakini pia sio hivyo tu. Watu wapo huko wanafanya mtihani. Kwa sasa baada ya kusikia hivyo, Yesu, oya tulikimbia bwenini kuvaa nguo na kujiandaa na kuchukua peni kukimbia kwenda kufanya mtihani. Maana tayari tumeshasalitiwa tayari. Yaani mtu unavaa socks unakimbia. Utajiuliza unasimama, yani unakimbia ule mguu na unyonyoa kama upo angani unavaa socks. Tai mtu amefunga kiunoni badala ya shingoni. Tulivurugwa. Tunakuja kufika dining hall. Toba, defender zipo za kutosha na headmaster yupo. Kilichotukuta. Tukasema, oh Jesus we love you so much. I say, nitakusimulia siku nyingine. Mgomo. Chenchi tulipata tukupata, mtani tulifanya tukufanya, tulikamatwa tukukamatwa, nitakuelezaga siku nyingine huko. Lakini hiki ndicho ambacho sasa alifanya baba yake na Yones baada ya kuona ya kwamba kwa sababu baba yake pia si anafahamiana, yupo ndani ya jeshi nini. Kwa hiyo akaona ngoja amtonye mtoto wake mapema ili achomoke kwenye hicho ambacho kinataka kuwatokea kikosi chao. Na ndivyo kama sisi wenzetu wa wapishi, walinzi, walimu walivotonywa mapema wakachomolewa kwenye mgomo wetu. Yani basi tu. Sasa bwana, kutokana na kutokuwa na makosa na kuona wanakwenda kufungwa jela ama kunyongwa kabisa, Ana aliamua kutoroka na wenzake kambini na kukimbilia nchini Haiti. Waliamua kukimbilia huko ili kupata ushahidi wa kujitetea. Utaanza kuuliza na sisi ilikuwaje? Na sisi tulikamatwa kwenda kunyongwa ama tulitimuliwa shule? Mimi hiyo story ni nyingine kabisa, nitakusimuliaga siku nyingine. Kwa hiyo kitu ambacho hawakuwa kijua ni kwamba kutoroka kwao kambini mpaka kufanikiwa kuingia nchi ya Haiti yote ilikuwa ni mipango ya Mgweno. Mgweno licha kuvuruga mafunzo hayo kwa kumtumia rais, hakutaka wanajeshi hao kurudishwa nchini, bali alitaka wahamie katika ulimwengu wa giza na kuwa assassin ambao wangemsaidia kazi zake nyingi sana katika mpango wake wa kuiweka Tanzania kiganjani na kuongeza uimara wa ngome yake ili hatimaye kuiondoa familia ya Wanyika. Sasa Ana na wenzake mara baada ya kufika nchini Haiti walianza kuendelea na mafunzo makali sana
baada ya kuona hawakuwa na uwezo wa kushindana na kundi lililowaingiza matatizoni, lakini wakati huo wakiwa na kisasi moyoni kwa kila ambacho walifanyiwa na taifa lao. Baada ya miaka mingi ya mafunzo ya kimauaji, hatimaye waliunda kundi la kininja ambalo waliliita Red Sisters na kuanza kupokea oda ya kuua mtu kimya kimya, na hii ni mara baada ya kujizolea maarufu wa kuua kundi hatari la kininja ambalo lilipatikana hapo Haiti. Kundi lile liloingia dili na Mgweno ili kuwafanya waonekane wameasi. Hivyo ni kama kazi zote za kundi hilo zilihamia kwao. Taarifa za wanajeshi hao kuanzia kuunda kundi la kininja mpaka kusambaratisha kundi hatari la kininja ndani ya nchi ya Haiti zilikuwa zikimfikia Mgweno, na mara baada ya kuona mafanikio hayo, haraka sana alituma vijana wake kuwapa dili kundi hilo kuua familia nzima ya Yulia wakiwa huko nchini Sweden. Sasa malipo waliahidiwa ya kwamba yatakuwa ni uhuru wao wa kurudi nchini na kubatilisha kesi yao na hatimaye kuwa huru, lakini kuendelea kuwa maninja chini yake na kuwalipa hela nyingi sana. Lakini sasa wakati Mgweno akituma kazi hiyo kwa maninja hao, upande wa familia ya Wanyika pia walituma ofa kwa kundi hilo kuhakikisha usalama wa Dr. Sindiga na familia yake nchini Sweden, huku sasa wakiahidiwa uhuru wao baada ya Elias kumaliza muda wake serikalini na hadhi zao za jeshi kurudishwa upya na kulipwa fidia ya miaka yao yote walioteseka. Hivyo Ana na wenzake walijikuta wakiwa na ofa mbili mezani. Ya kwanza ilikuwa ni kutoka kwa Mgweno na ya pili ilitoka kwa familia ya nani? Ya Wanyika. Kundi hilo lilichagua upande wa familia ya Wanyika. Walichagua kabisa familia ya Wanyika kwa walisia, lakini wakati huo walikubali ofa ya Rais Mgweno. Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba, ili unielewe vizuri hapa msikilizaji, walikubali ofa zote mbili, lakini ambayo walipanga kufanyia kazi ni iliyotoka upande wa familia ya Wanyika, ambao waliona ilikuwa ni nzuri zaidi kutokana na familia hiyo ilitaka tu kuwarudishia uhuru wao pekee na sio kufanya kazi chini yao kama alivyofanya Mgweno. Sasa wakati wakiwa nchini Sweden wakiamini mpango utaenda kama walivyopanga kutokana na wao kuwa ndio wauaji pekee, ilikuwa ni kosa kubwa kwao, kwani mpaka wanakuja kufika eneo la tukio familia Dr. Sindiga ilikwisha kuuawa kasoro Yulia peke yake ambaye waliweza kumwokoa. Wakati huo ndio ambao Hamza aliweza kufika eneo la tukio, na mara baada ya kuona familia ya Yulia imekwisha kuuawa na kuona maninja waliohusika, aliwaua mara moja na kisha alimchukua Yulia. Kitu ambacho hakujua Hamza ni kwamba aliowaua hawakuwa wahusika walioua familia ya Yulia, bali watu ambao aliwakuta eneo la tukio ndio waliomwokoa Yulia, lakini wakachelewa. Ama kwa lugha nyepesi msikilizaji, mshiko na ngozi ndio mwizi. Umesikia makelele watu, "Hey Johnny!" kwa jirani hapo, ndani wanapigana, umeingia tu ndani washauana. Ile unashangaa polisi wamefika, wanakudaka wewe ndio uliyeua, kumbe umeuana wenyewe. Sasa baada ya kitendo hicho, Ana na wenzake walijikuta wakishikwa na kisasi kikubwa sana kutokana na Hamza kuua wenzake ambao hawakuwa na hatia. Haikuwa hivyo tu, wadada hao pia walishikwa na hasira maradufu mara baada ya kujua Mgweno aliwazidi akili na kutumia watu wengine kwa ajili ya kazi hiyo, huku wakiwafanya waonekane wao ndio wameimaliza familia hiyo. Kuanzia hapo, kundi hilo lilianza kumtafuta kwanza Hamza kwa udi na uvumba kwa ajili ya kulipa kisasi cha kuua wenzao 6 ambao hawakuwa na hatia. Upande wa Mgweno yeye atakupoa. Mara baada ya muda mrefu akiendelea kukusanya taarifa juu ya maninja hao, hatimaye aliweza kugundua nini kimetokea mpaka Yulia kuweza kuendelea kuwa hai na baadhi ya maninja wa kundi hilo kupoteza uhai. Sasa ndio anakuja kufahamu ni Hamza aliyewaua maninja wa kundi hilo na kisha kumchukua Yulia. Sasa mara baada ya kupata taarifa hiyo, ndio sasa alipenyeza kwenda kundi la Red Sisters ambao walikuwa wakimtafuta Hamza nje ya nchi, na ndio walivyoweza kujua Hamza alikuwa nchini Tanzania na kuingia kwa mara ya kwanza nchini tokea wapatwe na kesi kwa ajili ya kulipiza kisasi. Sasa bado wanawake hao hawakujua kama Mgweno alikuwa akifanya haya yote baada ya kumshindwa Hamza, na sasa alitaka kundi hilo ndio limuondolee Hamza na mipango yake iendelee. Yaani samejua kwamba kundi hili lipo linamsaka Hamza kulipiza kisasi. Kwa hiyo sasa akafanya namna juu chini
ili kundi liweze kuonana na nani? Na Hamza. Ili kundi ikimua Hamza, basi mipango yake itafanyaje? Itaendelea. Kwa hiyo sasa Hamza mara baada ya kusikia kisa hicho, hakika alionea huruma sana wanawake. Lakini kwa namna moja alishangaa na kujiuliza kama hiyo familia ya Wanyika ndio waliohusika katika kushawishi kuundwa kwa kikosi hicho, ilikuwaje wakashindwa kuwatetea kwa namna yote ile? Ila hata hivyo aliona alifanya kosa siku ile na kuua watu ambao hawakuwa na hatia, kumbe wahusika walikuwa ni watu wengine. Sasa kutokana na hilo pekee aliona anapaswa kuwasaidia. Kama ni hivyo ilikuwaje sasa familia ya Wanyika haikuwasaidia? Baada ya tukio la kifo cha Dr. Sindiga na familia yake, Wanyika wanaamini sisi ndio tulihusika na mauaji yao, na hakukuwa na namna kujitetea kutokana na kwamba walipata uthibitisho. Tulikuwa na mawasiliano na Mgweno akitupatia dili la kuwaua. Lakini pia ni Mgweno huyo alihakikisha familia hiyo inaamini sisi ndio wahusika. Alongeana na aliona inaleta mantiki. Lakini kwa namna fulani aliona Mgweno alikuwa ni mtu ambaye akili yake inafanya kazi sana. Kama ameenda mbali hivyo, basi ilikuwa ni dhahiri alikuwa amedhamiria kutimiza malengo yake. Poleni sana, kumbe ilikuwa hivyo. Ndio hivyo. Umesema utatusaidia, lakini niseme tu tunashukuru kwa kuwa na nia kutaka kutusaidia. Lakini ni Tanzania ambayo watu wake ni waoga na wanaojali maslahi na sio maumivu ya wengine. Hakuna ambaye anaweza kwenda kinyume na familia ya Mgweno. Licha ya kwamba mara nyingi yupo katika vita na familia ya Wanyika, lakini nguvu yake ni kubwa mno. Anao watu kila mahali ambao wanaweza kumsapoti. Kama ni hivyo, kuanzia sasa mnapanga kufanya nini sasa? Kama nilivyosema, hamna vigezo vya kuwa ninja kabisa. Yaani kitendo cha kuonana kama ndugu na kutaka kulindana ni sifa kuu ambayo inawapotezea sifa. Ninja ni mtu ambaye anaweza kumuua mwenzake bila huruma pale inapotakiwa kufanya hivyo. Anadhani tu hakuna namna, tutarudi tu nje ya nchi tukaendelea kujipanga upya kwa ajili ya kulipa kisasi chetu kwa Mgweno. Yaani bado tu mnataka kulipa kisasi? Sisi kujiunga jeshini tukiwa wadogo ilimaanisha tulitaka kulitumikia taifa letu, lakini kwa nini tuishi kama wakimbizi ile hali hatuna kosa? Hatuwezi kuwa na amani wala kuishi maisha ya kawaida bila makosa yetu yaliyotengenezwa kufutwa. Ulichoongea ni sahihi. Hakuna uwezekano wa nyie kuwa na maisha ya kawaida hata mkigairi kulipa kisasi chenu. Maana kama wameweza kuwafanyia hayo yote, inamaanisha mkono wao nje na ndani ya nchi ni mrefu sana. Ila kwa kuwasaidia ni kuwabakisha hapa nchini. Na nitamwambia mke wangu awapatie nafasi katika kampuni yake mfanye kazi kama walinzi. Alafu mengine mniachie mimi. Wote walijikuta wakishangaa. Mimi akasema, Mr. Hamza, unasema kweli? Kwa nini? Au ndio hamtaki kufanya kazi ya ulinzi? Mimi nimetoa pendekezo tu. Kama mpendi, mimi nao uwezo wa kuwapa nafasi nyingine. Ila kwa hali yenu kwa sasa hamwezi kuwa wanajeshi tena. Baada ya Hamza kuongea hivyo, Ana akasema, hapana, tujamaanisha hivyo. Ni kwamba kama utatuchukua sisi, maana yake moja kwa moja utaingia katika mgogoro na familia ya Mgweno ambaye anatuona kama maadui. Licha Dosa mkuu wa kampuni kubwa kimataifa, lakini sidhani kama inaweza kuendesha biashara yake ikiwa serikali ipo kinyume. Aliongeana, lakini Hamza alishakucheka. Haina haja kuwa na wasiwasi. Iwe ni familia ya Mgweno au Wanyika, hawezi kupinga ile. Nitawafanya waombe msamaha kwa kuwafanya wanajeshi kama nyie mliojitolea kuvuja damu kwa ajili ya taifa na kuwafanya kuwa waasi. Sijui itanichukuliaje, lakini mimi sijali. Ninachotaka ni haki yenu kupatikana. Hamza mara baada ya kuongea hivyo alishtuka, akasema, ujali. Mara baada ya kusikia maneno ya Hamza, wanawake hao walijikuta wakianza kubujikwa na machozi ya kuguswa na kauli ya Hamza. Ilikuwa ni kweli kabisa. Ndani ya jeshi watu wengi walikuwa wakijua hawakuwa na makosa na walisingiziwa, lakini hakuna ambaye alijali ile nia yao ya kulipigania taifa mpaka kujitolea kwa wanajeshi. Kwa mara ya kwanza ni Hamza ambaye aliona kile ambacho wanajisikia moyoni. Hakuna maumivu yanayouma kama kusalitiwa na taifa lako mwenyewe wakati umeamua kujitolea kulipigania kwa hali na mali. Aina hiyo ya maumivu watu wengi hawezi kuijua, lakini inauma sana. Na ndio maana wengi ambao wamesalitiwa na nchi zao, wanageuka kuwa magaidi vibaya mno. Yaani ashumwe ni Mtanzania. Kwa hiari yako mwenyewe umeenda jeshini, umeenda JKT, umejiunga, umefanya mafunzo, umeingia jeshini nini, umepata mission, umeenda nje, mambo yamekwama, ubalozi huko nje unawapigia huku, Tanzania inakana inasema sisi hawa watu hatuwatambui. Ukisikia gaidi ndio inageuka kuwa gaidi. Kwa hiyo
Sio kama wanapenda, bali ni hali ya hasira na maumivu ndio inayowafanya kuwa na msukumo huo. Basi Ana akasema, Mr. Hamza, asante sana kwa maneno yako ya faraja. Yametugusa mno. Haishangazi, ndio maana mwanamke tajiri na mrembo kama Boss Regina amekubali kuolewa na mtu kama wewe. Unaonekana kuwa mwanaume unayejua nini maana ya uwajibikaji. Lakini hata hivyo hatuna uhusiano wowote na wewe, na kuwa karibu na kampuni ya Dosam ni kuingiza tu katika matatizo. Hatuwezi kupokea ukarimu wako. Baada ya Ana kuongea hivyo, kauli yake iliwafanya Mima na wenzake ule msisimko wa mara ya kwanza kuishi nchini Tanzania kama raia ulishuka mara moja kutokana na kauli ya kiongozi wao. Na wenyewe walitingisha kichwa kataa. Yaani hawakutaka kuwa binafsi licha ya shida walizokuwa nazo. Nisikilizeni, mimi sio mtu mzuri kama mnavyofikiria. Sijataka muwe walinzi ndani ya kampuni ya Dosam bure tu. Mnakwenda kulipa pia. Pengine gharama mnayokwenda kulipa ni ya uhai wenu. Yaani unataka kusema kuna watu wanaotaka kumuua bosi wa kampuni ya Dosam? Asio lazima kuwe na mtu anayetaka kumuua. Ninachotaka ni kutengeneza safu ya ulinzi ili kumlinda mke wangu. Kwa wale walinzi wa kawaida waliokuwepo bado na wasiwasi, ila nyie wote hapa ni makomando. Lakini pia mmepitia mafunzo ya mbinu zote za kininja. Hivyo ni wataalamu wa hali ya juu na ndio mnanifaa sana. Aliongea Hamza. Msikilizaji, ukweli ni kwamba tokea tukio la Reji kutekwa, Hamza alipatwa na wazo la kuweka walinzi ambao wana uwezo wa kumlinda Regina wakati akiwa mbali. Licha ya uwepo wa Yones, lakini aliona haiwezekani yeye peke yake akamlinda kwa ufanisi. Alitamani kuita baadhi ya watu wake kutokea nje ya nchi, lakini aliona lazima serikali ingeliingilia pia na kuharibu mipango yake mingine. Hivyo kwa Watanzania hao waliosalitiwa, kama angewaruhusu ama angewarudishia uhuru wao, maana yake wangekuwa walinzi bora zaidi ambao pia wasingemletea shida kubwa kwa sababu tayari ni Watanzania. Kwa ufupi ni kwamba licha ya nje ilionekana hali ni shwari, lakini swala la Reji kuwa katika hatari ni la muda tu. Swala la watu wa bondeni kupitia intelijensia yao ya Sky Eye na kisiwa cha Binamu, muda si mrefu migogoro inayoendelea huko itamfikia Regina kama mwanafamilia pekee mwenye damu ya pete aliyebakia. Hivyo kwa haraka aliona ni vizuri kujiandaa na kila aina ya hatari ambayo itatokea mbele yake, na sio baada ya hatari ndio eti ajiandae. No. Ana uwezo wake ulikuwa ni level ya mbingu. Maana yake ni kwamba alikuwa na uwezo mara mbili wa Yones. Mima na wenzake wote walikuwa mwanzoni mwa level ya mzunguko kamili. Hivyo Hamza aliona kama atawaongezea mafunzo kidogo tu, kama ambayo ameanza kumwelekeza Yones, ndani ya miezi 6 au mwaka watakuwa na uwezo wa juu mno kuzidi hata baadhi ya wanajeshi wa kitengo cha Malibu. Asa upande wa Ana, mara baada ya kusikia sio kwamba wanapelekwa kwenye kampuni kuwa walinzi tu bali kumlinda Regina, alijikuta kishangaa sana. Ana akasema kwamba kama swala ni la kumlinda bosi wa kampuni za Dosam, nadhani unaweza kupata walinzi wa kutosha tu. Siwezi kuambia kila kitu, ila kuna zaidi ya sababu ya nyie kufaa kumlinda Regina. Kuhusu hilo mtakuja kujua hapo baadaye. Kifupi na wadahili kama wanafunzi wangu pia, aliongea Hamza. Upande wa Yones mara baada ya kusikia kauli hiyo alijawa na hisia mchanganyiko. Lakini hata hivyo alimwamini Hamza sio mtu ambaye anaweza kusema kitu bila ya kuwa na sababu. Sasa Yones akasema, Dana, mkurugenzi wetu ana maadui wengi sana na pengine sio hawa wa kawaida. Anahitaji ulinzi wa hali ya juu sana. Na mimi mwenyewe sina nguvu za kutosha. Kama utaungana na mimi itakuwa ni vizuri sana, na nina uhakika mkurugenzi atawachukulia kama watu wake, aliongea Yones. Lakini bado Ana alionekana kusita. Bado hakuwa na uhakika kama kesi yao inaweza kuisha kirahisi namna hiyo. Sasa akasema kwamba vipi kuhusu kesi yetu, na kama Mgweno na watu wake wakijitokeza tena nini kitatokea? Baada ya Ana kuongea hivyo, upande wa Hamza hakuwa na wasiwasi sana na familia Wanyika kutokana na kwamba alikuwa tayari na ukaribu na Yulia, na muda si mrefu angeenda kumpatia ulinzi katika majaribio ya kisayansi na angeweza kuelezea namna tukio lilivyotokea. Upande ambao alipaswa kudili nao ni familia ya Mgweno pekee. Ni kwamba licha ya Mgweno na familia yake kuwa na nguvu, lakini hawana uwezo wa kuziba anga na mkono mmoja. Nyie haina haja ya kuwa na wasiwasi. Yaani mnachopaswa ni kuniamini tu mimi, na hawezi kufanya chochote. Kama mniamini basi mnaweza kumuuliza hata captain. Dana, mimi nadhani unaweza kuondoa tu wasiwasi. Umeona nguvu ya mshauri mkuu wa jeshi ilivyo. Kwa sasa kitengo cha Malibu wanalindwa na sheria kutokuingiliwa kimaamuzi na wanasiasa kwa namna yote ile. Na hii sasa namfanya mshauri mkuu kuwa na nguvu kubwa kuliko hata Mgweno.
Kwa kauli yake moja tu familia ya Mdudu iliacha kulazimisha ndoa mara moja. Hii ni kuonyesha namna gani Afande Himidu ana ushawishi mkubwa serikalini. Aliongea hivyo Yones. Hamza alijiambia anao uwezo wa kufuta kesi yao hata bila ya kumshirikisha Himidu. Si ni swala la kupiga tu simu. Lakini hata hivyo hakutaka kuweka wazi yeye ni nani haswa na nguvu gani anayo, hakutaka kuongea. Sasa Hamza akasema kama mmekubali, nadhani tuongozane tu mpaka makao makuu ya kampuni ili nikawatambulishe na tuongelee swala la mshahara wenu. Aliongea Hamza akiwa na tabasamu usoni huku akiwachunguza wanawake wote hao. Ukweli ni kwamba asilimia kubwa wanawake hao wote walikuwa warembo na mambo yao yalikuwa ni tata sana. Ni noma. Hamza hakuacha kuwazia nafasi nyingine ya kunyanduana na hakuacha kuwazia kabisa nafasi nyingine ya kunyanduana na Ana kwa joto ambalo aliweza kuonja. Wai kama sio mission, mbona angeunga kingine, lakini hakuwa na haraka. Alijiambia ni swala la muda tu. Mbona atamura vizuri. Atamkula tu. Kama wataendelea kuwa ndani ya kampuni, atajipakulia atakavyo. Afistoshe mwanamke huyo alionekana kuwa mwazi sana. Upande wa wanawake hao walikuwa na heshima kwa Hamza na walionekana kumwamini na kumchukulia kama mtu ambaye anapenda haki. Hawakujua Hamza alikuwa akiwalia mingo baadhi yao. Hamza akusaidie ama akuache hai, nadhani lazima kuna kitu takilipia tu, lazima. Ukweli ni kwamba licha Hamza kuua baadhi yao, aliona kabisa alikuwa kosa lake. Hivyo waliona haina haja ya kumlaumu, bali wa kuwalaumu ni wale ambao wamewatengenezea maisha yao kuwa magumu namna hiyo. Waliamini hata ikitokea wakatumiwa watu kuwaua, Hamza hawezi kuangalia tu bila kuingilia. Kitu kingine pia kilichowafurahisha ni kwamba wote walikuwa wakienda kufanya kazi pamoja, na isingekuwa ngumu kurudi katika hali yao ya kiraia na hata kuwasiliana na familia zao. Wote hatimaye waliondoka katika jengo hilo la mgahawa baada ya kumuaga meneja ambaye hakupokea wageni kwa ajili yao na kwenda moja kwa moja mpaka katika ofisi ya Regina makao makuu. Wakati wanafika, alikuwa amesharudi katika hali yake ya kawaida kwa sababu dakika chache nyuma alikuwa ametoka kutekwa na kuwekewa kisu shingoni. Kwa hiyo alikuwa amesharudi katika hali sasa ya kutokuwa na hofu na wasiwasi. Sasa Regi alikuwa akipanga kwenda kwenye kikao na alishangaa mara baada ya kuona kundi la wanawake likiongozwa na Hamza wakiingia ofisini kwake. Akauliza nini kinaendelea. Ndio aliuliza sasa akimkazia macho Ana na Mima. Wife, usio na wasiwasi. Nimepata wazo mujarabu sana na nimekuja tuliongelee. Wazo gani hilo? Inabidi nikueleze vizuri. Hawa hawajaja hapa kwa nia mbaya. Aliongea Hamza na Regina aliwaangalia mmoja mmoja na kuona wana sura za kipole na alijitahidi kujituliza kwa sababu Hamza aliaminiki. Unashangaa tu, huyu ni mke mwenza wa pili, huyu ni mke mwenzio wa tatu, huyu ni mke mwenzio wa nne. Kwa hiyo Regi aliona kabisa hapa Hamza sio wa kumwamini. Anyway, kama ni hivyo basi kaini tuongee. Mara baada ya kukaa chini, Ana alichukua nafasi hiyo kumwomba Regina msamaha huku akimhakikishia hawakuwa na nia mbaya zaidi yake, bali ni hali ya kisasi tu ndio iliyowafanya kwenda mbali namna hiyo. Sasa ijapokuwa Regina alishangazwa na hilo, lakini hakujali sana. Isitoshe alikuwa shazoea kutishiwa amani, kutekwa na mengineyo. Baada ya kusikiliza kwa makini, hatimaye aliweza kuona mpango wa Hamza ilikuwa ni kuwachukua wanajeshi hao ili kuwa walinzi kwake na kampuni. Regina alikuwa ashajua juu ya masuala ya watu wa bondeni na muunganiko wao na watu wa binamu, hivyo ilikuwa ni rahisi kujua ni kitu gani ambacho Hamza anapanga. Lakini bado alikuwa na wasiwasi na familia ya mstaafu Mgweno, kwani bado alikuwa na ushawishi mkubwa mno kwenye nyanja za siasa na uchumi. Una hakika utaweza kulimaliza ili na familia Mgweno na upande wa familia Wanyika? Kwa namna yote ile mimi siwezi kukusababisha matatizo mke wangu. Kwa sasa masuala yote ulinzi wa kampuni hapo chini ya idara ya usafirishaji, na kazi kubwa ni kusimamia usalama wa usafirishaji wa hela za benki na baadhi ya bidhaa zenye thamani ya hali ya juu. Kama wote mnapanga kujiunga kama walinzi, basi nitaunda idara ya ulinzi na kuongeza watu wengi zaidi. Kwa sababu wewe na Yones mnafahamiana, wakati mkiwa jeshini basi nitakuamini. Lakini kulingana na sheria za kampuni, matumaini yangu ni kuona mnazifuata. Kuna tofauti mkubwa kati ya ulinzi wa kampuni na uwanja wa vita. Aliongea Regina akimlenga Ana kama kiongozi wa wenzake. Hasa mara baada ya kusikia hivyo, wanawake hao wote walijikuta wakishikwa na nyuso za shukrani. Ana akasema asante sana mkurugenzi, tunakuhakikishia tutakulipa kwa uaminifu wako kwetu.
Anyway, tutaongea masuala ya mishahara yenu kesho. Kwa sasa nina kikao na nitamwachia kazi katibu mwitasi wangu ili awapatie utaratibu wa kuwapatia maeneo ya kuishi katika apartment za kampuni. Aliongea Regina na Ana na wenzake hawakuwa na pingamizi. Mara baada ya kuona sasa wanakwenda kukaa nchini na kuachana na kazi za kuzunguka dunia nzima kwa kuua na kuiba, walijihisi ni kama maisha yao yamebadilika ndani ya usiku mmoja tu. Dakika chache Linda aliweza kuitwa na alishangaa mara baada ya kupewa maelekezo na bosi wake. Lakini hata hivyo hakuwa na pingamizi na aliwachukua Ana na wenzake na kisha akafanya mawasiliano na meneja anayesimamia nyumba za wafanyakazi. Eunice alikuwa na furaha sio kwa ya kawaida na aliongozana nao kwenda kwenye apartment wanaokwenda kuanza maisha upya. Upande wa Hamza, midomo yake ilicheza mara baada ya kuona namna wanawake hao walivyokuwa na furaha na alishia kutembea mpaka kwenye meza Regi. Wife, kuanzia sasa hivi nitahusika na kuwafundisha mbinu za mapigano na kuhakikisha wanakuwa vizuri ili niwe na hali ya kujiamini wakikupatia ulinzi. Kwa hiyo una uhakika umewachukua kwa ajili ya kunilinda mimi peke yangu? Mke wangu, sababu gani nyingine tena kama sio kukupa ulinzi? Mimi nimewachukua kwa ajili yako. Hata kwa Ana Black Beauty. Black Beauty. Hamza alitaka kuongea lakini aligundua ameshaingia katika mtego wa Regi. Ilikuwa ni mtego kweli, maana kulingana na muonekano wa Regi kulikuwa na hali ya kumkejeli kwenye macho yake. Regina, unajua mambo sio kama unavyofikiria. Unadhani nafikiria nini? Alafu unajua nini? Ngoja tu nikwambie kweli ili ukae ukielewa. Ijapokuwa sijui namna ulivyokuwa ukiishi wakati ukiwa nje ya nchi na namna ambavyo ulikuwa unawachukulia wanawake, lakini kweli ni kwamba sijali sana na kamchezo kako ka usaliti unakopanga kufanya. Ninachokusii tu ni kuwa makini na taswira ya kampuni. Kama unataka kucheza nao, fanya, lakini hakikisha usababishe matatizo, la sivyo there is a limit to my patience. Aliongea Regina huku akimwangalia Hamza kwa macho yaliyojaa ukauzo. Haka katoto kameshajua kabisa huyu mpumbavu mbali na kuwaleta kuna kitu anapanga kwao. Kwa hiyo hata kama anapanga, basi Hamza asije akafanya ujinga akatoka na kampuni nzima. Kwenye kampuni kuna kijana ambaye yeye anajisifiaga kunyandua ofisi nzima. Kwamba yule secretary mimi tayari, yule nani tayari. Sasa inakuwa sio picha nzuri kwa kampuni. Regi anampa onyo Hamza. Fanya yote, ila usije ukafanya upumbavu kuichafua taswira ya kampuni. Kumbuka, kiwango cha uvumilivu wangu kina mwisho. Sasa kipi kitakachoendelea msikilizaji? Regi atapambana vipi na hawa wanawake wote? Hapo bado hajajua kwamba Yuli anahitaji ulinzi. Akiambiwa siji itakuwaje. Anyway, tutafahamu mengi zaidi msikilizaji. Ni kukumbusha tu wewe ambaye bado hujasubscribe channel hii, na kuomba jamani. Yaani ndoto yangu kubwa ni kwamba kabla ya kufika mwezi wa 8 niwe nimeshaipita rekodi ambayo nilikuwa nayo kwenye ile channel kubwa. Kwa hiyo nakuomba sana like, subscribe channel wewe ambaye ni mpenzi na unavutiwa sana na simulizi za Lumbasi Simulizi. Na ukishafanya hivyo basi bonyeza alama ya kengele ili ninapokutumia muendelezo wa simulizi ama simulizi mpya short story uweze kupata taarifa. Na nikukumbushe tu tarehe 13 ama 14 short stories zinaanza kutoka. Love story, life story. Jamani, nimezimisi. Langu jina Lucas Lumbas. Mungu awe nawe kwa neema yake, tuonane sehemu inayofuatia. Bye bye.